Siku ya leo tutaenda kujifunza ufungaji wa submeter. Submeter ni nini? Submeter ni kifaa cha kupima matumizi ya umeme kwa kila sehemu ndani ya jengo. Mfano inaweza kuwa chumba, nyumba au ofisi, ambapo jengo hilo litakuwa na mita kuu ya TANESCO. Submeter itakayofungwa katika jengo hilo haisomeki moja kwa moja kama TANESCO, bali inasaidia kugawa gharama ya umeme kwa watumiaji wa ndani. Au kitaalamu tunaweza tukasema submeter ni mita ya umeme ya pili inaofungwa baada ya mita kuu. Kitaalamu tunaita main meter, ili kupima matumizi ya umeme kwa sehemu ndogo ndani ya mfumo mmoja wa usambazaji. Hufanya kazi kama energy monitoring device kwa kila mtumiaji bila binafsi anayeunganishwa kwenye mfumo mmoja wa umeme. Submeter zina faida nyingi sana. Miongoni mwa faida, ugawa umeme kwa haki kulingana na matumizi halisi. Pia kuepusha migogoro ya bili kwa wapangaji. Hata mmiliki wa nyumba au msimamizi anaweza kudhibiti matumizi ya kila mpangaji wake. Pia husaidia kupanga bajeti. Sasa hii ni mita, submeter. Ndio mita yetu hii hapa. Nitaonyesha fupi jinsi gani inaweza kufungwa na kufanya kazi. Okay, let's go. Tutafungua sehemu ya connection. Kuna connection hizi zipo poti 4, kuna zinazoingiza na kuna zinazotoa. Ukisoma huu mfuniko vizuri utakuta hapa kuna mchoro. Mchoro unaelewesha kwamba poti gani ya live inaingia sehemu gani na neutral ya main inaoleta power inaingia sehemu gani, na zile poti ya output ya live pamoja na neutral zinatoka sehemu gani kupeleka matumizi. Nitaonyesha. Hapa tuna waya wetu. Huu utakaoleta power. Waya ndio utakaoleta power. Kwa hiyo tutaconnect sehemu ambazo power zitakiwa ziingie katika hii mita yetu. Okay. Sasa katika ule mchoro wetu ambao tunakwambia uko hapa, poti yetu ya live ambayo hii inatoa source ya power hapa inaonyesha itaingia kwenye namba moja. Kwa namba moja yetu sisi ipo wapi? Namba moja yetu sisi ni hapa. Kwa tutafungua hapa. Tutaweka namba moja. Imebaki neutral ya power. Hapo kwenye mchoro wetu hapa inaonyesha inaingia namba 3. Kwa hiyo itaruka hii namba 2 inaenda namba 3. Hapa kwenye namba 3. Kwa hii ndio inaleta moto. Italeta moto ambapo tayari tushafunga kwenye namba 1 live na neutral kwenye namba 3. Imebaki namba 2 na namba 4, ambazo hizi moja hapo itakuwa live, moja hapo neutral. Moja ni phase, moja neutral, ambazo zitatoa umeme kutoka hapa kwenye kidude kwenda kwenye matumizi, ambao live yake kwenye mchoro ambao ni phase itafungwa namba 2. Kwa yetu ndo wa matumizi. Kwa live yake ndo hii. Tutaifolda namba 2.
miwili imebaki neutral. Neutral hapa inaonyesha inafungwa namba 4, ambapo namba 4 kwenye kidude chetu hapa ni hapo 1 2 3 4 ni ya mwisho. Tuna matumizi. Fungwa hapa. Kwa hapo harini yetu imekamilika. Tutafunga mfuniko. Sasa huu mfuniko kuna hichi kidude kinachoonekana hapa. Hii ni temper ambayo inatakiwa ifungwe kwenye hapa, ili vitu wakitaka kufunua mfuniko au bahati mbaya waweze kupeleka trip. Oh, drinking Trinity Catholic. Sasa tunapanga tutachomeka hapo. Sasa bosi, kidude chetu kimewaka, lakini kinaonyesha kinahitaji clear temper. Kwa hizi clear temper zina utaratibu wake wa kutengeneza. Ngoja tuende tukaone jinsi gani ya kutengeneza clear temper ili kidude chetu kiweze kuwaka. Hapa ukiweka hii taa, ukiweka hapa taa haiwezi kuwaka kwa sababu ya hii temper inaonekana hapa, lazima itoke. Don't have keys sores loosened. She's my dad. Shagusa linki itafunguka. Make sure simu yako ipo auto rotate. Maana kuna baadhi ya fixture huwezi kuziona mpaka labda unatumia PC. Kishafunguka hivi utajaza hapo, kwa sababu simu yangu iko auto, nisha kuingia mara kwa mara itajijaza automatic. Lakini hapo utaweka GG Enterprise na custom na password. Zeni itafunguka. Utasubiria ifunguke. Kishafunguka hivyo, sasa hapo uta close. Utairotate simu yako ili baadhi ya fixture uzione. Kisha rotate hivi, sasa tutaenda kwenye neno limeandikwa Advanced Center. Kumbuka tunataka tu clear temper. Tukitoka hapo tuna clear temper. Kushoto kabisa huko kwenye hivi icon viwili cha chini ni clear temper. Utaclear hivi majina yatokee. Majina kama hivyo yatatokea, tutatafuta jina la mita yetu ambao name ni Charles Gunda. Charles Gunda tutalitafuta, then tutalitouch ili liweke shade, limeweka hiyo shade ya blue. Then tutaligusa tena, kwa sababu kutushika kwenye clear temper, tutaligusa bila kuliachia, litatoa option mbili. Litatoa option mbili hiyo, ambao moja reload na ya pili chini clear temper. Sasa sisi tutagusa hiyo clear temper ya chini yake. Kishagusa itakuja maneno kama hayo: customer meter, user code, meter number, afu chini kuna neno generate. Sasa tutagusa kwenye hilo neno lililoandikwa generate.
ambayo kule imejifunga kwenye mita. Tutaenda kuziingiza kule kwenye kile kimita. Unaweza ukakopi kama hivyo ili uzichukue kwa urahisi, uende ukapaste kule kwenye mita yako ili namba zako hizi uondoke nazo bila kuzisahau. Au unaweza uka screenshot hiyo picha hapo. Zeni hizo namba, kikubwa hizo namba unataka uende ukaziandike kwenye kimita ili kiweze kuruhusu. Sasa hapa tushatengeneza zile token zetu na nimeshaziandika hapa pembeni. Kwa nitakachofanya mimi nazijaza huko ili kutoa hii clear temper. Namba zetu zinaanzia 45, 97, 94, 96, 68, 37, 96, 38, 63, 90, mwisho 93. Then tukishamaliza ziko 20 unapiga okay. Napiga okay hapa. Imewaka. It means kwamba clear temper yetu imetoka katika hichi kidude. Kwa hapa kinaweza kufanya